Bwana, mambo vipi? Kama kawaida safi, na kama kawaida tuko ndani ya mwezi wa 6. Tunaendelea kuyadadisi ya hapa na pale kuhusiana na mambo mengi zaidi. Kwenye the episode leo na kukaribisha, mimi naitwa Kiraka ndani ya Faraja TV Online. Unaweza ukasubscribe na ukalike na kushare na kucomment kwenye YouTube channel yetu kama Faraja TV Online. Tuko Instagram, Facebook, tuko X, lakini pia tuko Twitter, lakini pia tuko TikTok, kote tunafanya kama Faraja TV Online. Unaweza kutufuatilia huko na mambo yakani mazuri zaidi. Na leo kwenye the episode leo, kama kawaida, nataka nikupe story moja hivi ya kustajabisha. Ni kuhusiana na binti moja ambaye alipewa jina la mtoto wa shetani ama namba 27. Ulishawahi kusikia namba 27 kwa wale ambao wameenda South Africa? Yeah, hii hapa. Namba 27 na alama yake mnaifahamu. Lakini hii namba 27 kwa South Africa inatumika kama ni namba ya kihuni. Lakini kwa huyu binti namba 27 ina namna yake jinsi ambavyo ilitumika. Unajua ni kwa nini? Ngoja nikupe story nzima juu ya huyu mtoto wa shetani ama namba 27. Sasa mtoto wa shetani alizaliwa nchini Sierra Leone, na hii ilikuwa ni mwaka 1995 wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wazazi wake walimpa jina la mabinti, yani mabinti maana yake ni princess ama mtoto wa mfalme. Ila wanakijiji wenyewe wakaamua kumuita mtoto wa shetani kutokana na ugonjwa wa vitiligo ambao aliokuwa nao. Ugonjwa wa vitiligo ni ugonjwa ule ambao unamfanya muhusika ama mtu muathirika wa ule ugonjwa anakuwa na rangi nyeupe, ama kama vile mtu mwenye albino wa ngozi kwenye ngozi yake. Kwa anakuwa kama mtu ambaye ameungua, kama mtu alichomwa na tindikali ama kababuka fulani hivi na moto. Ndio namna huo ugonjwa ambavyo unavyokuwa. Sasa wazazi wake walikuwa na, yani babake mzazi alikuwa na wanawake watatu. Lakini pia alikuwa na watoto 14. Wasichana walikuwa ni 13 na wa kiume alikuwa ni mmoja peke yake. Kwa sababu wazazi wake walikuwa wanajua kwamba kusoma na kuandika, kwa sababu wazazi wake walikuwa wanajua kusoma na kuandika, wakaanza kumfundisha. Lakini pia hawakuishia kumfundisha Kiingereza pia, lakini walimfundisha hadi Kiarabu. Baba yake alikuwa anajishughulisha na uchimbaji wa madini ya almasi. Baada ya vita kuingia, akauawa huko alipokuwa akichimba madini na wale waasi wakati huo. Kutokana na sheria iliyokuwepo ile mila na desturi kwamba mtu anapofariki mke wake hurithiwa. Basi kutokana na sheria iliyokuwepo, mama yake alitakiwa kuolewa na mtu mwingine ambaye alikuwa ni babake mdogo na huyu mabinti ama princess ama mtoto wa shetani namba 27 kama anavyofahamika. Sasa mzee huyo alimuoa mama yake na mabinti, lakini mama yake na mabinti hakupenda kile kitendo ambacho kilipelekea baba mdogo wa huyu binti kumnyima mama yake na mabinti chakula na kuamua kumfungia ndani kwa muda wote mpaka mama yake na mabinti alipofariki kwa ugonjwa ambao unaitwa Lassa. Baada ya mama yake kufariki, babake mdogo akachoma vitu vyote na kumchukua huyo mtoto na kumpeleka katika kituo cha watoto yatima. Ila napo mabinti alikataliwa na kituo hicho, kwa sababu kile kituo kilikuwa naweza kubeba watu 26 pekee. Kwa hivyo akataliwa kwa sababu kile kituo tayari kilikuwa kimekwisha kujaa watoto. Sasa mabinti, japokuwa alikuwa na umri mdogo, lakini alikuwa ana uwezo wa kuandika vitabu, na aliandika kitabu chake kimoja ambacho sasa siku moja kulikuwa na upepo mkali sana uliokuwa unavuma na katika eneo lile. Ule upepo ulirusha jarida moja mpaka kwenye geti la kituo kile cha kulelea wale watoto yatima. Mabinti aliliona lile jarida, akalifuata na kuliangalia. Baadaye akaona picha mwanamke akiwa amesimama kwa vidole huku akicheza muziki. Nadhani wengi mnaofahamu ule muziki wanaocheza sana wazungu wa kuinua miguu juu, vidole vinasimama sana. Una namna yake ya kucheza. Sasa akaichukua ile picha na kwenda kumuonyesha mwalimu wake Sara. Akaambiwa kwamba yule aliyekuwa kimuona alikuwa anaitwa Belina, naye akasema anataka siku moja awe kama msichana huyo. Akawa anafanya mazoezi ya kucheza kama vile yule binti alikuwa anacheza. Kila kitu kilikwenda vizuri kabisa mpaka siku moja waasi wawili walivamia na kutaka kufanya mapenzi na Sara. Wakaamua kumchukua mtoto wake na kuangalia alikuwa na jinsi gani. Walipoona alikuwa kike, wakamkata miguu na mikono yake. Mwasi mmoja hakutaka kumwacha salama, akachukua panga lake kwa lengo la kumkatakata. Alifanikiwa, lakini bahati nzuri alipoteza fahamu na hakufariki dunia.
Wakati tukio hilo linatokea, upande wa pili kulikuwa na mwanamke aliyeitwa Alain. Huyu alikuwa na watoto watatu ambao aliamua kuwasaidia kwa kuwa walikuwa ni mayatima. Kwa bahati mbaya sana alipoteza watoto wake watatu kwa ugonjwa wa ukimwi. Waliambukizwa kwa bahati mbaya hospitalini walipokuwa wakiongezewa damu, na alipeleka kesi mahakamani na alishinda kesi hiyo pia. Hivyo akaamua tu kuwasaidia watoto wa Kiafrika kwa kuwa mtoto wake alipenda sana Afrika. Akatoa tangazo na kupelekwa huko kituoni. Akahitaji kumchukua mabinti ambaye alikuwa ni namba 27. Viongozi wa kituo kile walimuonya kwamba kulikuwa na familia 12 zilizomkataa msichana huyo, ila yeye hakujali, akachukua mabinti na yule namba 26 ambaye alikuwa ni rafiki yake na mabinti. Siku ya kwanza tu kuzungumza na mabinti, akamuuliza alikuwa akitaka kufanya nini kwenye maisha yake. Akasema anatamani sana kwenye maisha yake kuwa kama Belina, ama ile Belina dancing, kwa sababu ndio anajulikana kwa jina hilo. Wakamchukua mabinti na mabinti akaanza kuitwa Michaela de Prince na kutimiza ndoto yake ya kuwa ballerina wa kweli kwa kweli. Akiwa na miaka 8 tu nchini Marekani, mwalimu wake wa dancing alimwambia kwamba hatoweza, lakini hakutaka kukata tamaa mabinti. Yeye aliamua kupambana kwa juhudi zote na kufanya mazoezi kwa juhudi na hali na mali ili aweze kuwa mwanamuziki ama mchezaji mzuri wa nyimbo zile kama Belina. Alikuwa na utajiri wa dola milioni 5, zaidi ya shilingi bilioni 12 za Kitanzania, na alifariki dunia mwaka 2024 akiwa na miaka 29. Huyo ndio mtoto wa shetani namba 27, mabinti, mtoto wa Sierra Leone ambaye alipoteza wazazi wake na akalelewa kwenye kituo cha watoto yatima, na baada ya hapo akazitimiza ndoto zake kwa kile ambacho alikitamani. Mimi ni Kiraka, hii ni Faraja TV Online, na unaweza kuifuatilia kupitia YouTube channel yetu kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tuko Facebook, Instagram, TikTok pamoja na X kama Faraja TV Online. Endelea kutufuatilia.